Balozi IGP mstaafu Simon Siro, mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa shirika la madini la taifa STAMICO, ametembelea baadhi ya miradi ya shirika hilo na kueleza kufurahishwa na utendaji na usimamizi mzuri katika miradi hiyo. Balozi Siro ameeleza hayo alipokuwa kwenye ziara katika mgodi wa madini ya dhahabu wa Buckreef ambao unamilikiwa na STAMICO kwa asilimia 45 huku Mbia akimiliki kwa asilimia 55. Mgodi huu wa Buckreef ni mgodi ambao sisi kama STAMICO tunashare asilimia 45 na wenzetu wana asilimia 55. Kwa hiyo kwa sababu mimi ni mwenyekiti wa board, nikaona kuna kila sababu ya kuja kutembelea mgodi. Nimeuona mgodi, nimezungushwa maeneo mbalimbali, lakini kuna mambo mazuri ya kujifunza. Lakini la kwanza, uzalishaji ni mkubwa na nchi yetu inapata faida kwa kuwepo mgodi. Kwa hiyo ni mgodi ambao Watanzania wameudevelop kutoka kwenye level ambayo ilikuwa ya chini mpaka kutoka kwenye level ambayo sasa ni kubwa zaidi. Watu wengine wamekuwa wanasema Buckreef hakuna kitu, hakuna lote. Na mimi wakati nilikuwa nakuja nikasema ngoja niende niangalie. Na kisha kuwa mwenyekiti wa board asilimia 45 ni shirika lako, alafu ujue kinachoendelea, ni vizuri kuja kuona. Unasema seeing is believing. Nimekuja nimeona na naamini kwamba kazi inafanyika. Lakini kikubwa kuendelea na integrity yetu kwa sababu huu ni mgodi wa Tanzania. Lakini kubwa zaidi nitoe maelekezo na maombi kwa Tanzania wajue kwamba STAMICO ni shirika lao, walilinde shirika lao. Wakati mwingine napata taarifa kuna vijana wanakwenda wanavamia maeneo ya STAMICO na kufanya mambo ambayo sio. Wajue hii STAMICO, maeneo ambayo yako yanamilikiwa na STAMICO leo ni kwa ajili ya kuyatunza, kesho na kesho vizazi vinavyokuja basi waweze kulitumia kwa ajili ya maendeleo ya Watanzania. Simon Nyasiro Siro ametembelea miradi ya STAMICO na ameanza kutembelea kituo cha mfano cha Rwamgasa ambacho wachimbaji wadogo wanakuja kujifunza namna ya uchimbaji bora, kwa sababu shirika la madini la taifa STAMICO lina wajibu wa kulea wachimbaji wadogo hapa nchini. Ni sehemu ambayo wachimbaji wadogo wanaleta udongo wao na tunauchenjua, tunafikia mpaka hatua ya kuwapatia dhahabu. Lakini pia wanajifunza namna ya kwenda baadaye kuwa na migodi yao wao wenyewe. Lakini pia Mheshimiwa Mwenyekiti Siro ametembelea mgodi wa Buckreef wa dhahabu ambao STAMICO inamiliki asilimia 45 na wenzetu kutoka Canada wabia wanamiliki asilimia 55. Amefurahishwa na kazi inayoendelea katika maeneo yote haya mawili, lakini kipekee ameelekeza kwamba watumishi wa STAMICO waendelee kujituma, na ameonyesha kwamba Watanzania pia wanaweza, kwa sababu ukiangalia kwenye maeneo yote haya mawili wanaoendesha ni Watanzania. Lakini ametuhasa sana kutunza mali za shirika, kuzisimamia na kuzilinda, na watumishi kuwa waaminifu pia na kuwa na teamwork. Na sisi tumemhakikishia, mimi kama kaimu mkurugenzi mtendaji kwa niaba ya MD wetu Dr. Venance Mwase, kuwa tutaendelea kusimamia shirika hili la madini la taifa ili kuhakikisha kwamba linawekeza kikamilifu katika madini katika nchi yetu na litaendelea kuzalisha faida na kuleta manufaa kwa nchi yetu. Shirika la madini la serikali la taifa la STAMICO tuko nao bega kwa bega katika kwanza kuhakikisha kwamba mgodi uko salama. Security ya mgodi ipo vizuri, wananchi wanaozunguka mgodi wanashirikiana na mgodi. Kwa hiyo STAMICO anahusika moja kwa moja katika mambo ya community engagement. Lakini la pili, STAMICO ameendelea kutusaidia kuangalia yale manunuzi makubwa, kuangalia expansion kubwa za kitaalamu. Kwa hiyo tuna komitia pamoja kati ya STAMICO na TRX ambayo inatusaidia kufanya maamuzi ya kiuchumi na ya kijamii yanaweza kusababisha mgodi kusonga mbele. Kwa hiyo STAMICO tutabaki nao na itaendelea